Asante kwa kuendelea kuwa nasi na kuchagua Azam Sports 1 HD. Hudi mshike. Jina langu ni Kennedy Moses. Una nafasi pia kuungana nasi kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na X zamani Twitter. Huko tunapatikana kwa jina la Azam TV TZ, lakini usisahau kuungana nasi kwenye ukurasa wetu wa michezo kule Instagram Azam TV Sports. Ukatuandikia maoni yako huko, tutakuja kuyasoma hapo baadaye kupitia mshike. Kikosi cha timu ya soka ya taifa ya Tanzania Taifa Stars jioni ya leo kimeendelea na mazoezi kwa siku ya pili kwenye uwanja mdogo wa Peter Makaba mjini Polokwane, Petersburg, kuelekea mchezo wa kirafiki dhidi ya wenyeji Bafana Ijumaa wiki hii. Katika mazoezi ya leo iliyoanza saa 11 kamili jioni, wachezaji wameonekana kuchangamka baada ya kuzoea hali ya hewa kufuatia siku mbili za kuwepo kwao mjini humo tangu walipowasili jioni hapo jana. Kocha msaidizi wa kikosi hicho Jamhuri Kiwelo amefurahia kuwasili kwa kiungo mshambuliaji wa Wydad Athletic Club Selemani Mwalimu Gomez ambaye atafanya mazoezi na wenzake hapo kesho. Wachezaji wetu wote wako salama. Natoka tumefika kufanya mazoezi, wanafanya vizuri, wanaweza kusikiliza kile ambacho tunawaelekeza. Mpira ni maelekezo. Ukielekezwa ukifuata vile ambavyo walimu wanataka, mpira unakuwa rahisi. Kwa nina imani kwa kile ambacho tunawafanyia, na uzuri kwamba wachezaji wetu wote wako matured enough. Wanacheza Simba, Yanga, Mashujaa na wote kama unavyofahamu ligi ya kwetu sasa hivi ligi bora. Kwa hiyo kutokana na ubora wa ligi yetu tuna wachezaji bora na mwalimu ambaye tunaye ambaye sisi tunamsaidia Super Med Morocco yuko bora. Kwa hiyo tunaamini mchezo wa kesho kutwa utakuwa mzuri. Cha msingi na Tanzania watuombee na kuona kwamba tunakuja kutafuta renki ya FIFA kupitia timu yetu ya taifa. Pombe kiukweli anaumwa na ameomba ruhusa. Tumeongea na madaktari wao, wametuambia kiukweli anahitaji mapumziko ya wiki 2. Tumemkubalia, amepumzika. Na ndio maana kuwa na timu yenye wachezaji wengi wenye ubora. Kwa hiyo yuko Sadio Mwaikenda, ana uwezo mkubwa, atafanya kazi. Lakini Selemani Mwalimu sasa hivi amekuwa na kiwango cha juu. Nafikiri wewe mwenyewe shahidi, umeona tulicheza mechi na timu ya taifa ya Morocco. Aliingia kama sabu dakika 24. Aliperform babu kubwa, watu wote tulimpenda, tukaona kumbe kutoka kuna jenga wachezaji wetu. Kwa hiyo tunaamini akija mechi ya kesho kutwa, tunaamini tutampa nafasi aanze na Watanzania wataona ubora wake. Kwa upande wa wachezaji wa Taifa Stars, Faisal Salum na Kibu Dennis wamesema mazoezi ya siku 2 yamewajenga vizuri na wanajiona wapo tayari kabisa kwa mchezo wa kirafiki dhidi ya Afrika Kusini Ijumaa wiki hii. Mchezo utachezwa kwenye uwanja wa Peter Makaba kuanzia saa 2:30 usiku kwa saa za Afrika Kusini. Kwanza tunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufika hapa South Africa salama. Katika maandalizi ya mchezo wetu wa kesho kutwa kwamba tumejiandaa vizuri na leo tumefanya mazoezi yetu ya mwisho ili kesho tufanye tena mazoezi yetu mengine ya mwisho ili tuwakabili South Africa. Wana timu nzuri, lakini sisi tutajiandaa vizuri kadri tutafuata maelekezo ya walimu ili kufanya maandalizi vizuri katika mchezo ambao unakuja. Tunaheshimu sana South Africa, wana timu nzuri, wana timu bora, lakini sisi pia tuna timu nzuri na timu bora. Kwa hiyo tuna kupambana ili kupata matokeo katika mchezo huu. Watuombee na watarajie ushindi. Sisi wanajeshi wao tumekuja huku kupambana ili turudi na ushindi nyumbani. Kiukweli niweze kwanza kuomba Watanzania wote waweze kutuombea na waweze kutusapoti kwa 100% kuelekea mchezo wetu wa Jumamosi, na watarajie kwamba tutakwenda kuwapa furaha, kumaanisha kwamba tutapambana kuhakikisha kwamba tunapata matokeo mazuri. Siwezi kuzungumzia Simba kwa sababu sasa hivi nipo national team, kwa hiyo nitahakikisha kwamba tunapambana, tunajituma, tunafuata maelekezo ya walimu kuhakikisha kwamba tunakwenda kupata matokeo mazuri ambayo yatawapa Watanzania wote furaha. Mchezo huo utapigwa majira ya saa 1:30 kwa saa za Afrika Kusini, ambao ni saa 2:30 usiku hapa Tanzania. Baada ya mchezo wa kirafiki na Bafana Ijumaa mapema Jumamosi, Taifa Stars itasafiri kwenda mjini Bloemfontein kushiriki michuano ya Kombe la Mataifa ya Kusini mwa Afrika kwa maana ya COSAFA iliyoanza leo katika uwanja wa Free State Toyota. Kwenye kombe la COSAFA, Tanzania imepangwa kundi C ikiwa ni pamoja na Eswatini, Madagascar, wakati kundi A wapo wenyeji Afrika Kusini, Mauritius pamoja na Msumbiji pasina kusahau Zimbabwe, huku kundi B likizikutanisha Angola, Lesotho, Malawi na Namibia. Taifa Stars itacheza mechi yake ya kwanza ya COSAFA Juni 7 dhidi ya Madagascar kabla ya kumalizia na Eswatini Juni 11 kuangalia mustakabali wake wa kwenda nusu fainali ambazo zitafuatia Juni 13 na fainali itakuwa ni Juni 15 sambamba na mechi ya kusaka mshindi wa 3.
Mundu nizungumze sasa na mchambuzi wa masuala ya soka Kinga Mkono kuweza kuzungumza naye mawili matatu. Andrew, karibu sana. Basi na shaka umefuatilia kwa ukaribu hicho ambacho tulikuwa tunakitazama hapo. Tanzania imekutanisha nyota kadhaa hivi sasa ukiwa wanajiandaa kule Afrika Kusini na siku mbili za maandalizi ama mazoezi ya mwisho kuelekea kwenye michezo hiyo ambao watacheza. Kwanza mchezo wa kirafiki dhidi ya Afrika Kusini kabla ya kuelekea kwenye mashindano ya muda mfupi hayo ya Kosafa. Maandalizi sofa mpaka ulivyoona sasa na kukosekana kwa baadhi ya nyota kiwemo Shomari Kapombe ambaye mbadala wake ni Rusajo Mwekenda kama ambavyo amezungumza kocha msaidizi hapo. Nini unakiona ama nguvu ya Stars unaiona vipi kuelekea kwenye michezo hiyo? Hii michezo ni muhimu kwa Tanzania kwa sababu kwanza inaisaidia Tanzania ambayo inajiandaa na mashindano ya CHAN mwezi wa 8. Kwa hiyo hiki kikosi hata ukiangalia naona kuna wachezaji wengi wanatoka ndani. Kwa hiyo naamini watatumia mashindano yao kama sehemu ya kujitengenezea umaarufu wao na kujitengeneza kitimu kwa ajili ya kuwa wenyeji wa mashindano ya CHAN. Lakini kingine nilichopenda kwenye mashindano yao, nimependa jinsi wa Afrika Kusini walivyoripoti mashindano haya kwenye baadhi ya magazeti ya Afrika Kusini. Wao wamemzungumza zaidi Faisal na kuhusishwa na Kaizer Chiefs na Mamelodi. Nikaona kitu kikubwa sana. Japokuwa jana Zaka alikuwa anasema kuhusishwa inakuwa tatizo kwa nini, lakini nimeona jinsi hao wenzetu wameenda mbali, wamesema kuna mtu anakuja hapa anaitwa Faisal. Kwa hiyo nadhani mechi ya kesho South Africa wengi watakaa kumwangalia Faisal ni nani. Kwa hiyo ni kitu kikubwa ambacho Tanzania itapata kwenye ile mchezo. Kwa hiyo watu wategemee kuona ripoti kubwa itakuwa zidi ya Faisal kwa sababu ndio watu wameambiwa kuna mchezaji anatakiwa na Kaizer Chiefs na Mamelodi. Kwa hiyo naamini kwa hiyo habari ya uwepo wake na yenyewe itaongeza chachu kwenye ushindani na hata wachezaji wengine kama Simon Msuva, mfungaji bora wa muda wote wa Taifa Stars. Kwa hiyo uwepo wake na yenyewe utamuongezea kitu hasa katika maandalizi yetu ya mashindano ya CHAN na kuja. Kijaribu kuangalia kwenye michuano ya kimataifa hivi karibuni hasa kwenye ngazi ya klabu tumeona Afrika Kusini wamefikisha Mamelodi, lakini pia Orlando walifika kwenye nafasi nzuri wakionyesha kiwango bora sana. Picha halisi tunayoipata ni kwamba kwenye timu yao ya taifa wana timu bora kwa sababu kwenye hizi timu mbili wana nyota wengi pia wazawa. Pengine kuna test ya tofauti ambayo Tanzania anakwenda kuipata dhidi ya Bafana kuelekea kwenye mashindano hii hivi karibuni, sio? Ni changamoto mpya anaipata kwa sababu kwanza South Africa na Tanzania ndio timu pekee ambazo zilikwenda kwenye AFCON zikiwa na wachezaji wengi wanacheza soka ndani. Kwa hiyo tunaenda kuona mpira wa Afrika Kusini zidi ya mpira wa Tanzania kwa sababu vikosi vingi, wachezaji wengi wa vikosi hao wote wanatoka kwenye mpira kwenye ligi ya ndani. Kwa hiyo kama Mamelodi wapo wachezaji wao, lakini Mamelodi wachezaji baadhi watakuwa wapo kwa sababu timu iko kwenye mashindano ya bingwa ya dunia. Kwa hiyo kuna wachezaji ambao bado ligi ya South Africa ni ligi bora, ina wachezaji wengi wazuri inazalisha. Kwa hiyo naamini wachezaji wa Tanzania kuna mengi ya kujifunza kutokana na development ya mazingira, viwanja. Wenzetu wamekuwa kwenye mazingira tofauti na wachezaji wetu sisi wanavyokuwa kwenye academy zao tofauti na sisi. Haya, tuangalie mechi za Tanzania ambazo zitafuata baada ya Afrika Kusini. Mchezo wa kirafiki kutoka na Kosafa Juni 7 hii mwaka 2025 saa 1 kamili usiku. Tanzania dhidi ya Madagascar. Si mara ya kwanza. Miaka kadhaa tu hapo nyuma kulikuwa kuna mbungi ya maana. Ilikuwa ni kufuzu kombe la dunia hiyo. Na Madagascar zetu wametukimbia kidogo. Yaani wana mpira wao unaonekana unakuwa. Hata kwenye mashindano ya Afrika wamefanya vizuri. AFCON iliyopita sana ambao wanacheza Ulaya. Kwa hiyo unaona Madagascar wana timu bora kuliko sisi. Tulikuwa tumezoea kuwafunga Madagascar mechi nyingi, sasa tuko na funga sana, lakini hapa katikati timu yao imebadilika na mchezo wao umebadilika. Wenzetu wameamua kuwekeza na wameamua kutoa vijana wao wengi wameenda nje na wanawatumia wao vijana walikuwa nje kuja kwenye kuunda kusicha timu ya taifa. Kwa hiyo itakuwa mechi ngumu, unaona, kwa sababu ya ubora wa timu ya Madagascar kwa sasa katika soka la Afrika. Eswatini Juni 11 dhidi ya Tanzania. Hiyo unaitazama vipi? Ni mechi ambayo naipa Tanzania nafasi, japokuwa Eswatini wenyewe wanatengeneza timu yao. Bado hawana sio timu ya kutisha sana, japokuwa kwa ukiangalia na Tanzania sisi tunaonekana tuko bora zaidi yao. Kwa hiyo kwenye hili kundi nawapa nafasi Madagascar na Tanzania kufanya vizuri kwenye hili kundi kutokana na Eswatini wapo, lakini klabu zao tuliona hapa walichezaga na Simba, klabu yao ile hakukuwa na nani mambo ya kutisha sana. Kwa hiyo Tanzania itatumia nafasi hiyo, ubora wa kikosi chetu, tumefuzu AFCON mara nyingi kuliko wao Eswatini. Kwa hiyo naamini hiyo itatusaidia kushinda mchezo na ubora wa kikosi chetu kwa ujumla. Sio? Mbali na hili, kwa namna ambavyo umeona kwa haraka tu namna ambavyo Tanzania itashiriki michuano hii, nje yake unaiona vipi kwenye hiyo michezo? Kwa sababu kuna finali lakini pia kutoka kuna mechi ya mshindi wa tano. Na waona wakiingia nusu finali hata kufika finali. Kwa sababu kikosi kubwa cha Tanzania kinaundwa na wachezaji ambao wengi wamefanya vizuri katika klabu zao na wengi walikuwa katika mashindano ya kimataifa haya. Kwa hiyo naamini ule ubora wa kikosi na kikosi ambacho kimekaa muda mrefu pamoja
wamebadilika tu, lakini Kapombe amekosekana, lakini bado kuna watu ambao Kapombe muda mwingi alikuwa nje ya timu wakati fulani hapa. Kwa hiyo kutokuwepo kwake sio tatizo. Changamoto tu ni kwenye ufungaji. Kama timu itakuwa vizuri kwenye sekta ya ufungaji, basi finali wanaweza kufuzu. Wakimaliza kocha Julio na timu yake wakitengeneza vizuri kwenye ufungaji, finali watakuwa wanacheza. Bwana, shukrani sana Kinga Mkono. Sasa shaka tutapata wasaa mwingine wa kujadili mengi zaidi. Ni Andrew Kinga Mkono, mchambuzi wa masuala ya soka, nikizungumza naye hapa kuhusiana na michezo hiyo muhimu ambayo Stars itacheza hivi karibuni, mchezo mmoja wa kirafiki pamoja na mechi zingine ambazo watacheza kwenye mashindano ya Kosafa. Maandalizi kabambe ya dabi ya Kariakoo kati ya Yanga na Simba ambayo yamepangwa kuchezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa Juni 15 mwaka huu saa 11 jioni yanaendelea, ambapo bodi ya ligi kuu Tanzania imetanabaisha mipango ilivyo mpaka sasa. Afisa habari wa bodi hiyo Karim Boimanda amegusia suluhisho kuhusu tiketi zilizonunuliwa kwenye mchezo hapo mwanzoni ulioahirishwa Machi 8 mwaka huu na maandalizi kwa washiriki wote kuelekea mchezo huo kiujumla. Of course maandalizi ya matukio makubwa kama haya ama michezo mikubwa kama hii yapo kwenye phases mbalimbali, na kwa sasa hivi hatujafikia phase ya kutaka kujua ama kupata ripoti kutoka kwa timu mwenyeji ambaye na yeye anahusika kwa asilimia kubwa kwenye maandalizi, ikiwemo hata swala la viingilio ama uzwaji wa tiketi. Kitu ambacho wadau wanapaswa kukumbuka ni kwamba mchezo huu ulishajadiliwa kuhusiana na viingilio vyake na tiketi zilianza kuuzwa, na mpaka sasa hivi tunapozungumza kuna tiketi ambazo zilinunuliwa kwa ajili ya mchezo huu bado zipo kwenye kadi za mashabiki wetu wa thamani ambao walizinunua, na tulishaeleza mara kadhaa kwamba tiketi zile hazijapotea, zitatumika kwenye mchezo wa dabi pale tarehe itakapotangazwa, na sasa imeshatangazwa, na kwamba hakutokuwa na mjadala mkubwa zaidi kuhusiana na hilo swala la mauzo ya tiketi, kwamba tu sasa hivi tunasubiri ufikie wakati wa kukubaliana kutangaza sasa kuendelea kuuza zile tiketi ambazo zilisitishwa baada ya mchezo ule kuahirishwa. Kwa hiyo kila kitu kinakwenda sawa. Timu mwenyeji anaendelea na maandalizi yake kwa sababu bado haujafikia wakati wa sisi kutamani kufahamu amefikia wapi. Wakati utakapofika basi tutakuwa na vikao vyetu kama ambavyo tumekuwa tukifanya mara zote kwa ajili ya kupeana updates mbalimbali kuhusiana na maandalizi ya huo mchezo, na si tu timu mwenyeji, hata wenzetu wadhamini wetu wenye haki ya matangazo runinga Azam Media Limited, na wao tunajua sasa hivi wanaendelea na maandalizi yao, na hatujawadai wala kuwauliza ripoti ya maandalizi yao, lakini utakapofikia wakati tutaonana nao, tutafanya nao vikao kujua wamefikia wapi, kwa lengo ikiwa ni kukusanya sasa maandalizi binafsi ya wahusika wote, wakiwemo hata TBC ambaye ni mdhamini mwenye haki ya matangazo ya redio, NBC kama mdhamini mkuu na wengineo. Kila mtu atakapokamilisha maandalizi yake, basi sasa utafikia wakati wa kukusanya yale maandalizi kwa pamoja na kufanya sasa maandalizi ya jumla ya mchezo husika. Karim Boimanda huyo akizungumza kuelekea dabi ya Kariakoo. Hiyo ni sehemu tu yale machache ambayo una nafasi ya kushuhudia kwenye kisimuzi chako cha Azam TV. Lakini mbali na hilo, je, ni matukio yapi makubwa mengine utayashuhudia kwenye kisimuzi chako cha Azam TV? Ni kama ambavyo nafahamu, kimataifa Afrika Kusini watakuwa mzigoni dhidi ya Tanzania kwenye mchezo wa kirafiki. Ngoma itakuwa ni Ijumaa hii, moja kwa moja live kupitia kisimuzi chako katika channel zetu za michezo. Huu ni mshike mshike. Haya ni maajabu. Naam, tumevuta pumzi, tuendelee sasa. Huu ni mshike mshike kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao utapigwa Juni 15 katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali amesema mnyama anaendelea kujifua, huku akiwataka mashabiki kujiandaa wakiamini mchezo huo utachezwa kama ulivyopangwa na mamlaka za soka hapa nchini. Tukirejea mechi iliyopita ilikuwa ni Benjamin Mkapa. Kwa hiyo tunavyosimama hapa hivi sasa, imani yetu inatuambia kwamba mechi ni Benjamin Mkapa. Kuhusu viingilio watatangaza wenyeji, lakini hata wasipotangaza bado bodi ina mamlaka ya kutaja mechi na chezo, kwa sababu kawaida kanuni inamtaka mwenyeji awasilishe viwanja vyake ambavyo apendekeze viwanja vyake ambavyo atavitumia. Ikitokea mwenyeji
hajatoa taarifa hiyo, bodi ina mamlaka ya kuchagua wapi mechi ikachezwe. Kwa hiyo asipotangaza yeye, bodi itatangaza, na hapa ambapo bodi watatangaza ndio wataamka asubuhi, watatukura sisi tumeshafika. Kuhusiana na masuala ya viingilio na kila kitu tunasubiri. Uzuri ni kwamba sisi tunafanya mawasiliano na bodi ya ligi, wao ndo wanatuambia kitu fulani kitu fulani kitu fulani. Kwa hiyo sisi wala hatuna mashaka, na wanasimba waanze kujiandaa kuanzia sasa. Na mimi niwaambie tu wanasimba kwamba mechi hii ipo na itachezwa na timu zote mbili zitakuja uwanjani. Kwa upande wa mashabiki wa Simba kutoka Dar es Salaam, wametamba kuibuka na ushindi kwenye mchezo huo wa dabi ya Kariakoo Juni 15 mwaka huu dhidi ya wananchi Young Africans. Dabi tarehe 15 tunakutana na Yanga tukiwa na hasira mara tatu. Hasira ya mara ya kwanza kupoteza katika mechi ya Simba na Yanga, tulipoteza kwa goli moja kwa kujifunga. Hasira ya pili tunakutana na Yanga tukiwa tumepoteza fainali Amani Zanzibar. Hasira ya tatu tunakutana na Yanga tukiwa tumepoteza nusu fainali CRDB. Yanga tuna mechi naye sisi ya kulipa kisasi. Wanaenda kucheza wachezaji wetu mechi ya Simba na Yanga tarehe 15 kwa ajili ya kufurahisha mashabiki. Tunashaka sana kutokana na timu yetu kwamba tunaiamini, ina wachezaji wazuri, na kama hakutakuwa na mizengo ya hapa na pale wakajiandaa vizuri, tuna uhakika kuweza kushinda. Kikosi chetu kama kinavyoonekana ni kikosi kizuri, kina mchanganyiko wa wachezaji, na mwenyewe utathibitisha hilo kwa sababu timu yetu katika ukanda huu wa Afrika Mashariki ndio pekee ambayo imefika juu sana kwenye mashindano ya shirikisho ya klabu bingwa Afrika. Upande wa kikosi cha Simba, kwa sababu kikosi cha Simba, ukishasema kikosi cha Simba, dada wewe uogopi kabisa kwamba kikosi cha Simba ni ubaya bwela. Acha masiala. Huku ni kukutilia Mpanzu. Kwanza usikio Mpanzu simchezeshe, kwa sababu hakuna wa kumkaba. Yaani Yanga nzima ni sawa sawa na Mpanzu mmoja tu pale. Au anamweka benchi. Niambie wewe atakaa nani? Kiukweli naiombea sana Simba. Tarehe 15 lazima Simba itoboe. Naiombea sana hii dabi, Simba naomba washinde. Kiukweli Simba nguvu moja. Yaani tunaisubiri sana. Wale watoto tu wameongea mengi, wanapiga chenga. Tunahitaji waingie kwenye mfumo, na tayari walishaingia. Sasa wanatafuta tu namna ya kutoka, na sisi tunasema tutamtoa mwali, kwa sababu tumewachumbia kwa muda mrefu. Tunataka tuonyeshe udume wetu, Simba adume. Kwa upande wa mashabiki wa Yanga kutoka Dar es Salaam, wametema cheche kuelekea Kariakoo Derby, huku wakitamba kwamba watani wao Simba hawawasumbui hata kidogo, hivyo watashinda mchezo huo. Sijaona kama Simba wana timu mpya, japo timu yao ni nzuri, lakini si ya kushindana na Yanga bado. Labda msimu unaokuja wanaweza kupambana. Timu ya Yanga ndio ile ubora wake unajulikana, hakuna mtu asojua. Simba nawajua vizuri na nishawazoea tayari. Kwa timu yao sisi tusumbue hata kidogo. Tuko vizuri, tunawasubiria. Hata tuamshe asubuhi tunawataka. Hata tuambie tutende tukapige uwanja wa Taifa leo kesho, tunawataka Simba. Tarehe 15 najua dabi ipo. Na tumeanza mazoezi rasmi kwa sababu kwa wao. Kwa wenyewe wanajua hicho kitu. Wajiandae tarehe 15 kwa kuwafunga mara ya 5 mfululizo. Kwa hiyo kama wanajua twende uwanjani, waka hivyo hivyo. Na sisi uwanjani tunaenda na hiyo mechi ipo. Sisi ndo wanaume da Young African na tunaenda kubadili matokeo. Hata kama wamepanga wao, sisi tumechungulia kwa jicho la tatu. Yaani kuna hizi wanatuachia pointi hizi na kombe tunalichukua mikononi mwao. Simba Sport Club, nawaambieni ushindi si kwetu, ni lazima. Baadhi ya mashabiki hao wa Yanga wakizungumza kuelekea mchezo dhidi ya watani wao wa jadi Simba. Niungane tena na Andrew Kinga Mkono kwa mara nyingine kusikia mtazamo wake kuelekea dabi hii ambapo siku zinazidi kwenda, tujue nini ambacho anakitazama. Andrew, karibu sana. Ni mechi nyingine ambayo kwa namna moja ama nyingine natazamwa kwa jicho la tatu. Tuangalie kila mmoja na michezo yake iliyosalia. Yanga na kibarua dhidi ya Simba saa 11 jioni Juni 15, 2025. Na ukijaribu kuangalia mashabiki wanavyotazama ni kwamba licha ya yote yanayoendelea bado wanaona wana uwezo wa kuokota alama 3 dhidi ya mnyama. Yanga wana haki ya kusema hivyo. Shabiki wa Yanga wana haki kujitamba kwa sababu katika misimu miwili mitatu iliyopita Yanga amemfunga Simba. Kwa hiyo wana haki kujivunia historia yao. Kwa hiyo wana kila sababu ya kutaka. Simba ana wajibu wa kuja kukaunta kwamba
Sasa mimi uteja basi nataka nifunge, na anajua Simba mechi ni muhimu kwake. Akifungwa amempa Yanga ubingwa. Naona kwa hiyo na vile vile na Yanga akifungwa anampa Simba ubingwa. Unajua mechi ya msimu huu imekaa kimtego sana. Ilipokuja kukaa hapa ndio maana kila mtu kidogo anakuwa na sita kwa sababu mechi imekaa kimtego kwamba inaamua hatima ya ligi. Kwa sababu gani tunasema inaamua hatima ya ligi? Ukiangalia wapinzani wao wanaokwenda kukutana nao kutoka hapa wakimaliza mechi zao. Pamoja ndio mpira unachezwa dakika 90, lakini tunaona ubora wa vikosi cha Yanga zidi ya Prison, zidi ya Dodoma Jiji, unawapa Yanga nafasi ya kufanya vizuri kutokana na rekodi yao, hasa akiwa anataka ubingwa. Kwa hiyo unaona kabisa Yanga wana nafasi ya kushinda zidi ya Prison na zidi ya Dodoma Jiji. Na kwa nini wengi wamekuwa wanatazama kwa mtazamo huo, kwa pengine Yanga akishinda dabi ya Kariakoo anaweza kuwa bingwa, wakati wana mechi dhidi ya Tanzania Prison ambayo haijawahi kuwa mechi rahisi dhidi ya Tanzania Prison. Tunakumbuka tangu Prison wako Nelson Mandela kule wakaja Sokoine, haijawahi kuwa mechi nyepesi dhidi ya Yanga, utakumbuka. Sawa, ni vyovyote itavyokuwa. Lakini inapofika kwenye mechi ya kuamua Yanga dhidi ya Tanzania Prison hawezi kumzuia Yanga. Kwa sababu kwanza tunaenda kwenye uwanja. Yanga ina kikosi ambacho kiko bora zaidi. Na wao wanajua umuhimu wa hiyo mechi. Kwamba nini wanachokitafuta. Hutaki tu ubingwa. Unataka kuweka na rekodi mpya. Msimu uliopita walishinda almost mechi nyingi dhidi ya Prison. Kwa hiyo Prison wao wanakuja pamoja kwamba wao wanapambana kukimbia playoff. Wanapambana wakimbia playoff. Sasa ukimwona mtu anakimbia playoff tofauti na mtu ambaye anataka ubingwa na kutengeneza historia mpya. Hasa ukiwa ameshashinda mechi yake dhidi ya Simba. Kwa hiyo anajua akipoteza mechi ya Prison, Simba akishinda mechi zake ina maana atamuondoa. Kwa hiyo lazima ngoja tuangalie Simba yeye ana vimeo gani baada ya hiki cha Tanzania Prisons na cha Dodoma Jiji kwa upande wa wananchi Young Africans. Kwa upande wa Simba yeye ana mechi ya dabi ya Kariakoo dhidi ya Yanga ambayo tumejaribu kuigusia hapo kwa uchache, lakini baada ya hapo ana Ken Gold, ana Kagera Sugar. Ni kama ni milima miwili tofauti. Simba anaokutana nao wote shughuli washaimaliza mapema. Wamemaliza. Lakini sasa ubaya wa timu kama hizi wao wanaweza kuja uwanjani wakaja kufurahia mpira. Au maiti inaweza ikamngangania mwoshaji. Yaani mtu anakuja uwanjani kuja kufurahia kucheza mpira kwa sababu bwana tumemaliza. Jamani, wachezaji wengine wanatafuta majina. Bwana tunataka tuuzwe. Kwa hiyo mtu anakuja kupambana binafsi. Wakina Bwenye. Wanatafuta kupambana binafsi kwamba bwana hapa tutafute maisha ili tuendelee kubaki ligi kuu, tutaka kwenda kucheza championship. Kwa hiyo hawa Simba na Kagera, japokuwa rekodi zinaonyesha Simba amewafunga Ken Gold, Kagera anamsumbuaga lakini mechi iko Dar es Salaam, sidhani kama Kagera atamsumbua, hasa Kagera ambao tayari imeshashuka. Kwa hiyo itakuwa mechi ngumu kutokana kwamba watu wanatafuta historia zao binafsi. Hata Kaseja atakuwa anatafuta historia yake binafsi dhidi ya waajiri wake wa zamani. Kwa hiyo mechi itakuwa ngumu. Kabla hujaondoka hapo Kinga Mkono, tuangalie maoni wa Tanzania wanatuambia nini. Tuangalie kile ambacho umetuandikia kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii. Swali lilikuwa linahoji, ukitazama ubora wa vikosi vya Yanga na Simba, unadhani timu gani ina nafasi kubwa ya kushinda Juni 15 na kwa nini? Swali lilikuwa linauliza hivyo. Tuangalie kile ambacho umetuandikia kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii. Kupitia Azam TV Sports, David Lugamba yeye anasema Simba kwa sasa imekuwa na kikosi kizuri sana tofauti na mechi za dabi zilizopita. Kuna nafasi kubwa ya kushinda tofauti na Yanga. Lakini Amani Juma anasema ubora na umakini wa magolikipa ndio utakaoamua mchezo. Na kama ikitokea Simba akamkosa Kamara, basi Yanga atashinda kwa goli zaidi ya 3. Abdallah Selemani anasema mpira wa Simba na Yanga hatuangaliagi sana ubora wa kikosi. Inategemea timu gani siku hiyo wachezaji wake wameamka vizuri. Pia bahati nayo inahusika. Ni maoni yake. Tuangalie ukurasa wa Facebook sasa. Anaitwa Shaibu Musa anasema kutoka Liganga Ruvuma. Anasema mimi nafikiri Yanga na nafasi kubwa sana ya kuondoka na alama 3 kulingana na maandalizi na muda uliopumzika kulinganisha na Simba, lakini pia hata ukiangalia Yanga wamekuwa bora sana kwenye michezo yao ya mwisho waliocheza katika ligi. Lakini Paul Miete Doto anasema hivi wa njia panda Kiali ya Kigoma anasema kwa kuangalia kikosi Yanga mpaka sasa ndiye mshindi, ila kwa Kariakoo dabi huwa haina maana ya kikosi bora, unapigwa na kikosi bora chako. Amemaliza hivyo. Lakini pia Faraja Tewele anasema dabi ina mambo mengi ya kuiamua nje ya uwanja, kitupilia mbali quality za wachezaji wa timu husika. Amemaliza hivyo. Tuangalie pia Facebook Twitter zamani X ikiwa anasomeka hivyo, ama X zamani Twitter. Yes, kwa usahihi zaidi ndio iko hivyo. Anasema John Tula anasema Yanga akipeleka timu uwanjani ushindi ni kama kawaida yake, sababu kikosi kizima ni wapambanaji, haitegemei jina la mtu mmoja. Network Engineer anajiita hivyo, anasema bado Yanga na nafasi kubwa ya kushinda mechi hii kwa zaidi ya magoli 3 kwa kuwa ina wachezaji wenye kuamua matokeo na wazoefu wa dabi.
Tinyo Mhagama anasema Yanga ina kikosi kizuri sana, ila anaipa nafasi ya kushinda Simba kwa sababu msimu huu anahitaji sana ubingwa wa ligi kuu kuliko kitu chochote. Ni maoni hayo ya baadhi ya wadau. Kinga Mkono, kuna ambaye amesema Yanga ana nafasi kwa sababu amepumzika muda mrefu, kwa maana ataingia na energy yote alokuwa nayo wakati huo Simba mtoka kucheza michuano ya kimataifa, wakaunganisha na shirikisho huku CRDB ambako tale muondoshwa na Singida. Lakini kuna ambaye pia baadaye amekuja amesema dabi huwa haitabiriki. Wewe unakwenda na upi kati yao? Dabi huwa haitabiriki. Wakati mwingine ubora wa kikosi sisi kinachoamua. Kama alivyosema, unaweza kuamka vizuri siku hiyo ukapata matokeo. Kuna wakati timu inakuwa mbovu kabisa, unajiuliza hawa leo wataweza kushinda, na uwanjani wanakuletea matokeo. Kwa sababu kama wanavyosema dabi na mambo mengi ya nje ya uwanja. Kama sasa hivi unaona mambo mengi yanazungumzwa nje ya uwanja kuliko bado uwanja. Na unaweza tukaenda pale isitokee goli ikawa sare. Unaona? Hivi inaweza kuwa ni mind game. Yes, michezo inachezwa sana nje. Yaani kuliko tunavyoenda kucheza ndani ya uwanja. Kwa hiyo wakati mwingine unaona pressure inakuwa kubwa nje, ndio maana mashabiki kila mtu anahamasika. Tukienda pale uwanjani tunakasirika, vitu vidogo vidogo vikitokea tunawalaumu wachezaji kuliko kuangalia mpira wenyewe. Kwa hiyo matokeo yake tunaacha kulaumiana, lakini naamini dabi mpira unachezwa dakika 90 na mara nyingi ndio maana nasema hii mechi itaamua hatima ya msimamo wa ligi ulivyokuwa, nani anachukua bingwa, kutokana na asili yake hiyo kwamba wote wako 50-50. Pamoja huyu ana kikosi bora, huyu ana kikosi bora, lakini wote, japokuwa ukiangalia Simba wametoka kufungwa kama video kidogo, wamesawajika na matokeo na finali ile, wanakuja huku wamepigwa kwenye CRB. Kwa hiyo wanaweza wakasema basi hapa ndo tuamkie. Yanga wao wamekaa muda mrefu, kwa hiyo wakati mwingine unaweza kutaka kukaa nje muda mrefu bila kucheza mechi za mashindano, inaweza kuondoa kwenye ile hali ya mchezo, kwa sababu wamekaa almost wiki mbili wanakaa hawana mechi. Kwa hiyo inaweza ikawasumbua kama hawako kwenye ile rhythm ya mchezo. Kwa hiyo inaweza kuwa tatizo kwao. Vile vile wanamkosa nyota wao Aziz Ki ambaye ameondoka, ameenda Wydad. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto yao nyingine. Bwana, shukrani sana Andrew Kinga Mkono. Tutapata saa mwingine kujadili mengi zaidi. Asante. Ni mchambuzi wa masuala ya soka Andrew Kinga Mkono nikizungumza naye hapa kuhusiana na yale makubwa ambayo nilikuwa na kujuza. Na hivyo ndivyo ambavyo tunakamilisha nusu saa ya kwanza ya mshike hii leo, ambapo nimekujuza mengi ikiwemo maandalizi kuelekea dabi ya tarehe 15, lakini pia maandalizi ya Stars kuelekea kwenye mchezo wa Ijumaa wiki hii dhidi ya Afrika Kusini. Swali ni je, yepi nitakuja kukujuza baada ya mapumziko mafupi? Haya ni machache kati ya mengi ambayo nitakuja kukujuza hapo baadaye. Katika mchezo wa masumbwi, bondia Manny Pacquiao kurejea ulingoni Julai 19 mwaka huu. Na klabu ya Simba yatoa kauli kuhusu hatima ya golikipa wake Aishi Salum Manula. Mshike sio. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni mshike. Timu ya Yanga imeweka wazi malengo yake msimu ujao kwenye mashindano ya kimataifa na namna inavyojipanga kuhakikisha inafanya vizuri zaidi kuliko msimu huu ambao iliishia hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Haya yameelezwa na meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo ya Yanga, Ali Kamwe, wakati akizungumza na mshike. Tumepata tiketi ya kucheza Champions League next season tukiwa na michezo takribani 5 mkononi. Maana yake tumeweza mapema zaidi kupata tiketi ya kucheza ligi ya mabingwa tofauti na ilivyokuwa misimu ya nyuma. Kwa hiyo ni jambo la kujipongeza kama taasisi. Lakini tunakwenda tena Champions League next season tukiwa na kumbukumbu isiyopendeza ya msimu huu. Kwa namna klabu yetu inavyo progress kwa kipindi cha hii misimu mitatu kutoka 22, 23, 23, 24, 25, tungeweza kusema kwamba kuishia hatua ya makundi ni progress pia. Lakini tayari klabu hii katika kipindi cha misimu mitatu tumeshafanya mengi makubwa kwelikweli, ambayo sasa yametupush kwenda zaidi ya malengo ya kawaida ambayo klabu ingeweza kuwa nayo. Tucheza finali ya kombe la shirikisho, tumeshacheza robo finali ya Champions League. Maana yake tunatakiwa ku aim zaidi na zaidi licha ya mafanikio yao kuyapata katika kipindi kifupi. Kwa hiyo kuelekea msimu ujao, naamini kila mwana Yanga mpenzi mshabiki wa klabu hii angetamani kuona klabu yake ikirudi kwenye zile nafasi za robo finali, ikicheza nusu finali, na ikiwezekana tucheze mpaka hatua finali. Hii inawezekana. Klabu kama Pyramids imeweza kutufundisha vizuri season hii kwamba labda experience ya kucheza kule mara nyingi sio kigezo cha kubeba wewe kuchukua ubingwa. Wakati huo benchi la ufundi la klabu hiyo linataraji kukaa kikao kwa ajili ya kuangazia maboresho ndani ya kikosi hicho kuelekea msimu ujao
ambao utakuwa na mambo mengi ikiwemo klabu hiyo kutaraji kusajili nyota kadhaa wapya. Tayari mwalimu wetu Milud Hamdi kushirikiana na technical bench yake wanatengeneza ripoti nzuri, wanakwenda identify baadhi ya maeneo ambayo watakiwa waongezee nguvu na baadhi ya hao wachezaji ambao watakuja kuongeza nguvu. Alafu secretariat chini ya Andre Mtine kushirikiana na kamati tendaji itakwenda kufanya maamuzi ya kuboresha timu yetu. Kwa naamini wanachama na mashabiki wa klabu yetu ya Yanga wanatakiwa waifikirie Champions League ya msimu ujao kama hatua nyingine kubwa ya kupiga kwenye taasisi, kwa sababu tayari tumeshajifunza kwenye safari yetu katika kipindi kifupi, lakini tumejifunza pia kuona wengine wanafanyaje na kufanikiwa. Tukisalia kwenye kuwatazama wananchi, katika hatua nyingine, wanachama na mashabiki wa klabu ya Yanga wamehimizwa kuendelea kulipia ada zao kwa wakati ili kuisaidia timu yao kuongeza rasilimali fedha. Meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ali Kamwe amewasisitiza wanayanga kuanza mchakato wa kulipia ada zao kuanzia Julai mosi mwezi ujao. Nichukue fursa hii kwanza kumpongeza mkurugenzi wetu wa wanachama Ibrahim Samuel kwa sababu amekuwa na jitihada nyingi kuhakikisha ujumbe unafika kwa wanachama. Kitu ambacho tunaikosa miaka mingi huko ni ujumbe huu ufike kwa wanachama mara kwa mara. Ujumbe sasa hivi unafika na wanachama wanahamasika. Lakini tunakwenda sasa mwisho kwa mwaka kwa kama ambao katiba yetu inaeleza, maana ya hii Juni ikifika Juni 30, maana yake wote waliolipia ada zao kipindi cha mwaka mmoja kwa msimu wa 24-25 ada zao zitakuwa zimalizika. Kwa tutakiwa sasa kuanzia Julai mosi tuanze kulipa ada, tuuhishe wanachama wetu, tupate haki yetu ya katiba kama wanachama halali wa club. Lakini ndio wakati ambao klabu itahitaji fedha nyingi. Tunataka kuzungumza kwa urefu hapa kuhusu Champions League, nini Yanga inatakiwa ifanye, lakini mambo yote hayo yanahitaji fedha, na fedha ambazo klabu ina uhakika nazo ni fedha kutoka kwa wanachama wetu. Kwa hiyo ikifika Julai mosi, maana yake ujumbe huu unanihusu mimi, unamhusu mwana Yanga mwingine. Tuhakikishe tumeuisha kadi zetu za wanachama. Tumekuwa wanachama hai wa msimu wa 24, 25, 26 ili sasa tuweze kusaidia uongozi wetu ufikie malengo makubwa ambayo tuko nayo hasa kwenye michuano ya kimataifa. Wakati upande wa pili, klabu ya Simba imesema msimu huu ilikuwa na malengo matano ambayo matatu wameshayatimiza, moja wameshindwa na moja wamebakisha, ambalo ni kuchukua ubingwa wa ligi kuu ya NBC. Simba imetoa kauli hii kupitia meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ahmed Ali. Kila mmoja nakumbuka kwamba msimu uliopita Simba tulimaliza nafasi ya 3 na kupelekea kwenda kushiriki kombe la shirikisho. Kwa tukasema sisi kwa ukubwa wetu, acha tupambane turejee katika nafasi ya kushiriki ligi mabingwa. Hapa nazungumza na mshike viwanjani, tayari Simba Sports Club tumeshajihakikishia kushiriki ligi ya mabingwa msimu ujao. Hilo ni lengo la kwanza na tayari limeshatimia. Lakini lengo letu la pili ilikuwa ni kuhakikisha tunaipandisha grade timu yetu, ama tunaipandisha level timu yetu kutoka nafasi ya 7 ambao tulikuwa msimu uliopita kusogea nafasi za juu zaidi. Hivi sasa Simba Sports Club ni timu ya 5 kwa ubora barani Afrika. Ndani ya msimu huu tumeipandisha level timu yetu kwa madaraja mawili, kutoka nafasi ya 7 hadi kufika nafasi ya 5. Ni mafanikio makubwa kwa sababu Simba Sports Club tumewekeza zaidi kimataifa na kuifanya timu yetu iendelee kung'ara na kuwa bora zaidi kwenye anga za kimataifa. Lakini lengo jingine ambalo tulijiwekea msimu huu ni kuchukua ubingwa wa kombe la shirikisho la CRDB. Kwa bahati mbaya kombe hilo tumelikosa, tumeishia hatua ya nusu finali. Lakini lengo jingine ilikuwa ni kuvuka hatua ya robo finali ambayo imekuwa ni mkwamo wetu kwa muda mrefu, kwa maana ya kwamba kwenye michuano ya kimataifa tumefanikiwa, tumevuka hatua ya robo finali hadi kufika hatua ya hadi kufika hatua ya finali. Hilo ni lengo kubwa kweli kweli. Lakini kwenye upande wa ligi kuu ya NBC ambalo na lenyewe lilikuwa ni lengo letu kuchukua kombe hilo, bado nafasi iko wazi, na muda huu nazungumza nanyi tuko nyuma kwa alama 1 dhidi ya kinara wa ligi kuu, na huyo kinara tunakutana naye tarehe 15. Maana yake ni kwamba tarehe 15 tunaenda kuamua rasmi ni sisi
kukamata usukani wa ligi kuu ya NBC ama kusalia nafasi ya pili. Ndoa ya makubaliano kati ya shirikisho la soka Afrika CAF pamoja na kampuni ya utengenezaji wa simu za mkononi Tecno imeshuhudiwa hii leo. Makubaliano hayo yanahusu haki za kibiashara kati ya pande hizo mbili, ambapo moja kwa moja yanalenga AFCON ya mwaka huu nchini Morocco na AFCON ya mwaka 2027 itakayofanyika Kenya, Uganda na Tanzania. Taarifa ifuatayo inafafanua zaidi. Dakika chache zilizopita kutoka ukumbi huu wa Glee Hotel jijini Nairobi, tumeweza kushuhudia ndoa baina ya shirikisho la soka barani Afrika CAF pamoja na kampuni ya utengenezaji na usambazaji simu kwa maana ya Tecno Mobile, kampuni ama mkandarasi ambayo imeweza kushuhudiwa na wakilishi kutoka pande zote mbili. Amekuwa hapa Veron Mosengo ambaye ni katibu mkuu wa shirikisho la soka barani Afrika CAF, lakini pia naibu rais wa kampuni hiyo wa Tecno, wakitia sahihi kandarasi hiyo ambayo inahusisha AFCON ya mwaka 2025 ambayo itafanyika nchini Morocco mwezi Disemba, lakini pia AFCON ya mwaka 2027 katika mataifa matatu ya ukanda wa Afrika Mashariki kwa maana Kenya, Uganda na Tanzania. Haya yote ni katika jitihada za kuhakikisha soka la Afrika linaweza kukua. Amekuwa hapa washiriki na washikadau wa soka ukanda wa Afrika pamoja pia na hapa nchini Kenya kushuhudia ukutiaji sahihi wa kandarasi hiyo na makubaliano kati ya shirikisho la soka barani Afrika CAF pamoja na kampuni hiyo ya Tecno. For me, this opens up more doors in terms of opportunities for collaboration, not only with members of the tech industry, but other sectors as well. With the pride and excitement, we announced that Tecno reaffirms its commitment to Africa by renewing the partnership with Total Energies Africa Cup of Nations of 2025 and 2027 as exclusive mobile phone sponsor. I know from today we will explore ways to grow stronger together. Nimekuwa hapa na yote tumeweza kuyashuhudia kuhakikisha kwamba soka la Afrika linaweza kukua zaidi, na wote wameweza kuongea kuhusiana na hayo. Mimi ni Zani Mohamed kutoka Glee Hotel Nairobi, Kenya, wa Azam Sports. Klabu ya Simba imezungumza kuhusiana na hatma ya mlinda mlango muda mrefu wa kikosi hicho Aishi Salum Manula. Mapendekezo ya nani abaki, nani aondoke kwenye eneo la goalkeeping tunategemea zaidi ripoti ya walimu wao watashauri vipi kuhusiana na eneo hilo. Aisha anamaliza mkataba wake ndani ya Simba Sports Club. Sijajua wakubwa watashauri vipi kwa sababu bado ni golikipa mzuri. Unapozungumzia magolikipa wazuri nchini Tanzania uweze kuacha kumtaja Aish Manula, na kila timu ingependa kuwa na kipa aina ya Aish Manula. Kwa hiyo anamaliza mkataba wake. Yes, hajapata nafasi msimu huu, lakini haimuondolea ukweli ya kwamba yeye ni top golie nchini Tanzania. Itakavyoamriwa na technical staff kwamba tuendelee naye ama tuachane naye, ama viongozi watakavyoamua vinginevyo, basi tutakuja kuwajulisha wana Simba kama ni anaongezewa mkataba ama thank you. Ahmed Ali, meneja habari na mawasiliano kwa klabu ya Simba. Twende break, tutarejea. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni mshike. Jina langu ni Kennedy Moses. Tuwageukie mashabiki wa Yanga sasa ambao wamekuwa na maoni tofauti kuelekea fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank dhidi ya Singida Black Stars. Sina matarajio kama mchezo utakuwa mwepesi kwa sababu Singida na wachezaji wazuri, kila idara wapo wametimia yani, lakini wasitarajie game nyepesi. Na sisi kama Yanga tutarajie game nyepesi kwa sababu mpira unachezwa kwenye pichi. Natumaini finali itakuwa nzuri, finali itakuwa ya kibabe na nyasi zitang'oka. Lakini kombe Jangwani kama kawaida, sisi kazi ya kuinua tu, hapa tu. Yaani Singida wajiandae kwa sababu sisi wanasema kwamba ni kaka yao, ni mdogo wao, ni dada yao, lakini sisi hatuna ubinadamu katika makombe. Tunayakusanya makombe yote matatu.
Tushaanza Zanzibar, tunakuja na hili, tunakuja na hili, hamna mjadala. Yaani Singida si kwetu kitu chepesi. Yaani dakika 45 kipindi cha kwanza ana goli 2. Shapigwa goli 2. Lakini hatutishi Singida sasa. Na wao wanahitaji na ile wanahitaji na wewe kunyanyua makwapa. Watu wanasema sijui Singida kama Yanga, hapana. Wale nayo watatoa makucha yao ili wanyanyue makwapa. Na finali sio nyepesi kama wanavyozania. Finali ni ngumu sana kwetu. Yeye mpangaji Mungu peke yake. Nasema jambo rahisi kweli, mimi kama mwana Yanga nitazungumzia, nisema nitanyanyua kwa hapa kweli, lakini sio kirahisi. Baraza la Michezo la Taifa BMT limepuliza kipenga cha uchaguzi wa kupata viongozi wa chama cha waamuzi wa ngumi za kulipwa nchini ATPBRO utakaofanyika Julai 12 mwaka huu. Najiha Bakari ni afisa uhusiano na mawasiliano wa Baraza la Michezo nchini BMT. Leo Baraza la Michezo la Taifa tunatangaza uchaguzi wa chama cha waamuzi wa ngumi za kulipwa Tanzania ambao unatarajiwa kufanyika tarehe 12 mwezi wa 7 2025. Na fomu tutaanza kuzitoa kuanzia kesho tarehe 5 na mwisho wa kuchukua na kurudisha fomu utakuwa ni tarehe 5 mwezi wa 7. Na nafasi ambazo zinagombewa kuelekea kwenye uchaguzi huo ni nafasi ya mwenyekiti, nafasi ya makamu mwenyekiti, nafasi ya katibu mkuu na nafasi ya mweka hazina, ambapo nafasi hizi za juu ada ya fomu ni shilingi 100,000. Na nafasi zingine 4 za wajumbe wa kamati ya utendaji, ambapo ada ya fomu kwa nafasi hizi ni shilingi 50,000. Kwa mujibu wa katiba ya ATPBRO haina sifa za wagombea, lakini kwa mujibu wa sheria ya Baraza la Michezo la Taifa, mgombea wa chama chochote lazima kwanza awe raia wa Tanzania, lakini vile vile basi awe anauelewa na ujuzi wa mchezo husika. Mchezaji namba 2 kwa ubora katika tenis kwa upande wa wanawake, Coco Gauff ametinga nusu finali ya michuano ya wazi Ufaransa kwa kumfunga Marekani Madison Keys. Taarifa yake ya Himidiwe Olotu taarifa zaidi. Katika mchezo huo, Gauff alianza kwa kupoteza seti ya kwanza kwa kufungwa 7-6. Hiyo ni baada ya kwenda tiebreak na kufungwa kwa pointi 8-6. Lakini baadaye akarejea mchezoni na kupata ushindi wa seti 2 mfululizo, akishinda kwa 6-4, 6-1 mchezo uliopigwa uwanja wa Philippe Catria. Wachezaji wote walionekana kuonesha kiwango kizuri, lakini uzoefu ndio uliomsaidia Gauff kurejea katika seti 2 za mwisho na kushinda. Baada ya kukamilika kwa mchezo huo, Gauff mwenye umri wa miaka 21 amesema kwamba anashukuru kwa kufanikiwa kusonga mbele, lakini mchezo huo haukuwa mwepesi hata kidogo. Amemsifu mpinzani wake kwa kucheza mchezo wa kasi uliomfanya awe anakimbia wakati wote. Gauff ana rekodi ya kushinda kwa wachezaji wawili, yani doubles, akiwa na raia wa Czech Katerina Siniakova mwaka 2024. Timu ya soka ya wanawake Sayari Queens inayoshiriki ligi daraja la kwanza kwa wanawake imeomba msaada kwa wadau wa soka ili iweze kusafiri kuelekea Mwanza kwa ajili ya kushiriki michuano ya ligi hiyo itakayoanza Juni 8 mwezi huu. Kuna changamoto ambazo zipo kwa ajili ya timu. Kikubwa sana ni nauli ya kwenda na kurudi Mwanza. Kama inavyoonekana, tatizo hili limetokana kwamba ligi daraja la kwanza kwa wanawake haina udhamini. Kwa hiyo tunajipambania wenyewe ili kuiwezesha timu ifanikiwe. Ndio maana tunahangaika na hapa na pale kwa ajili ya kufanikisha timu iende Mwanza. Maombi yangu, kama kuna wafadhili wapo, tungeomba tuweze kutusaidia ili tuweze kuisafirisha timu iende irudi, na lengo letu ni kwenda kwenye ligi kuu. Tukaifanikishe timu ifike ligi kuu, tukapambane zaidi. Hali ya wachezaji kwa sasa hivi kwa ajili ya maandalizi ya ligi wako vizuri, na muda huu tumeiweka kambi karibu na mwaka mzima. Na tunataka muendelezo uendelee, kwa sababu timu yetu sisi haifi, inaendelea. Tunaendeleza zaidi ili tuweze kuwa na timu ambayo ina mpango mkubwa wa kuendeleza wasichana wa kike waweze kuicheza soka ya wanawake.
Na mpaka hapo niseme hatuna la ziada kupitia mshike mshike hii leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha hili, kabla sijaondoka, nikujuze japo kwa uchache tu mengi tuliokuwa nayo hii leo yaliambatana na machache kama haya. Taifa sasa jifua kuelekea kujipima nguvu dhidi ya Bafana na michuano ya Kosafa. Vigogo wa soka la Tanzania Yanga na Simba waanika malengo yao kuelekea msimu ujao wa mashindano. Mwisho mshike mshike hii leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha hili, kesho nayo ni siku. Jina langu ni Kennedy Moses. Uwe na usiku mwema.